Kwenye kombe la FA, Yanga wamebebwa na mwamuzi. Yanga wamefunga bao ambalo ni offside. Wakati Pacome Zouzoua anaenda kucheza ule mpira, ulikuwa tayari umeshatoka. Na kwa sababu mpira ulikuwa umeshatoka, maana yake haikupaswa uendelee kuchezwa. Ilipaswa kuwa goal kick. Na Songea United walitakiwa kuja kati na kuanzisha mpira upya. Lakini kilichotokea ni kwamba mwamuzi aliamua kupeta. Sasa sijui hakuona au aliona akaamua kukausha. Hicho ni kitu ambacho anakijua yeye. Lakini ule mpira ulikuwa umetoka kabla Pacome hajaanza kucheza. Kwa hiyo ule mpira haukupaswa kuendelea kuwa mchezoni. Ilipaswa kuwa goal kick. Na ukumbuke baada ya Pacome kucheza ule mpira ukiwa nje, ndo ameenda kucheza V-pass ambayo imeenda kuzalisha bao. Manake bao la kwanza la Yanga ambalo amelifunga dhidi ya Songea United halikuwa bao halali. Manake mwamuzi amefanya makosa kwa kuamua bao, kwa kuwapa Yanga bao ambalo sio halali, kwa sababu mpira ulikuwa umeshatoka kabla ya kuchezwa na Pacome Zouzoua. Huu ni mwendelezo wa makosa ya waamuzi ambayo wamekuwa nao kwenye michezo mbalimbali ya ligi kuu. Na kama unakumbuka, Yanga waliokutoa malalamiko kwamba waamuzi wanabeba Simba, sio na nini, Simba ndio wakaandika mpaka na makala kibao zikawa zinachapishwa kwenye mitandao kwa kulalamikia waamuzi, kitu ambacho pia kilipelekea hata afisa habari wao Ali Shabani Kamwe kupelekwa kwenye kamati ya maadili. Kama unakumbuka, aliyekuandika andiko moja la kuwashutumu waamuzi kwamba wanaibeba klabu ya Simba, kitu ambacho kilileta mijadala mbalimbali na kilizua mjadala mkubwa sana, na mwisho siku alitoka kwenye kamati ya maadili, na kwa taarifa ambazo zilitoka na mpaka sasa zinasemekana hivyo ni kwamba amefungiwa miaka 2. Ingawa bado hajapokea ile nakala ya hukumu, lakini ukweli ni kwamba waamuzi ndio ambao kulalamikia waamuzi ndio kwamba kulipelekea kupelekwa kwenye kamati ya maadili ambapo inasemekana kwamba amefungiwa. Kwa hiyo yeye kama ambavyo Yanga walalamika matatizo ya waamuzi, ndio hivyo hivyo pia ambao matatizo ya waamuzi wamenufaisha kwenye mchezo wa leo dhidi ya Songea United. Songea pengine walikuwa na uwezo wa kuwazuia vizuri Yanga, lakini wameshindwa kwa sababu walikosa ile concentration ya mchezo baada ya Yanga kupewa bao ambalo halikuwa halali. Unajua bao moja linaweza kupelekea mentality ya wachezaji kabadilika, wakapambana zaidi au wakapotea zaidi. Sasa kwenye bao ambalo walifungwa Songea, kwa sababu lilifungwa kipindi cha kwanza na halikuwa bao la halali, pengine limechangia kwa namna moja ama nyingine kuwatoa Songea United kwenye concentration ya mchezo na kupelekea wao kupoteza mchezo. Kwa hiyo makosa ya waamuzi yameiathiri Songea United kwa namna moja ama nyingine. So I believe kwamba kwa hiki ambacho kimetokea, Ali Kamwe atakuja mbele na kuwasema pia waamuzi kwamba wamewapendelea Songea United kwa sababu wao ndo wamenufaika na makosa ya mwamuzi. So nategemea kuona kitu kama hicho kikitokea baada ya mchezo kumalizia, kwa sababu naamini Ali Kamwe atakuwa ameona clip ya bao la marejeo na atakuwa na nafasi sasa ya kuzungumzia hilo bao. Sasa kwenye namna ya kuzungumzia hilo bao, kama ambavyo walilaumu waamuzi kwamba wanaibeba klabu ya Simba, ndio hivyo hivyo pia leo azungumze kuhusiana na klabu ya Yanga kubebwa na maamuzi kwenye tukio la leo ambalo limewapa bao la kwanza kwenye kipindi cha kwanza. Mpira ambao alienda kucheza Pacome Zouzoua ulikuwa umetoka nje, na kwa mujibu wa sheria za mpira ukishatoka nje, hiyo ni goal kick. Kama mpira wametoa wale ambao wanaenda kushambulia, lakini kama mpira umetolewa na mlinzi wa timu au mchezaji wa timu pinzani, maana yake mpira unakuwa ni kona. Kwa hiyo aje pia azungumze kwamba mwamuzi aliwabeba kwenye mchezo wa leo kwenye bao ambalo walifunga kwenye kipindi cha kwanza halikuwa bao halali, kwa sababu Pacome alicheza ule mpira ukiwa tayari umeshatoka nje.